FAR Rabat msimu uliopita katika kundi lao waliongoza, lakini walicheza kimbinu sana. Wakati huo kwenye kucheza kwenye kundi lao ni kundi ambalo walikuwa na Mamelodi, walikuwa na AS Maniema. Kwa ufupi tu waliongoza kundi lao wakicheza kimbinu sana. Wakamaliza vinara wakiwa na pointi 10. Alafu Mamelodi walimaliza nafasi ya pili kwa sababu walishinda mechi 2, nyingine sare. Kwa hiyo wanacheza kijanja sana. Sasa Yanga wanakwenda kucheza mchezo huu, bila shaka miongoni mwa mambo ya kuzingatia, kwa sababu niambia haraka usile muda mwingi, ni kwamba hili hasa kwa mashabiki wa Yanga na timu zetu nyingine zote. Natumia fursa hii kwa maana ya Simba, Azam na Singida Black Stars. Utaniwia radhi maana umeniuliza kuhusu Yanga, mimi naona nijibu kwa mashabiki. Mpira wa kwenye michuano ya CAF, ligi ya mabingwa, hatua makundi na kuendelea, wasahau masuala yanaitwa soka sambusa, soka biriani, soka dubenga. Mambo mengi. Wapo mashabiki utasikia timu inashinda, utasikia timu imeshinda lakini hatuielewi. Hawaja enjoy. Kwenye michuano ya CAF hakuna cha kuenjoy. Ni michuano ambayo ina fedha nyingi. Hapa tunapozungumza baada ya Simba, Yanga kuingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wamejihakikishia kupata dola 700,000 za Kimarekani. Unazungumzia zaidi ya bilioni 1, milioni 724 plus mahela mengi, ni fedha nyingi. Kwa hiyo watu wanacheza kimbinu sana, cheza utakavyo, ita pira gimbi, pira la hovyo, pira papatu, neno lingine lipi? Ita vyovyote, timu inatakiwa kupata matokeo. Kwa hiyo mashabiki nao wajifunze, kwenye michuano ya CAF hakuna soka sambusa, unatakiwa ushinde, kwa sababu in the past 10 years, katika misimu 10 iliyopita, timu iliyowahi kutoa ubingwa halafu ilikuwa inamiliki sana mpira ni Al Ahly mara moja tu. Nyingine zote katika orodha ya timu zinazomiliki sana mpira, namba 1 ichukui, namba 2 ichukui. Sijui shanaelewa vizuri. Msimu uliopita kwenye ligi ya mabingwa, timu iliyoongoza kwa umiliki wa mpira ni Mamelodi Sundowns. Ilikuwa inamiliki mpira kwa 64%, kila mechi kwa wastani inapiga pasi 151. Ya pili ilikuwa Yanga ya Tanzania, inamiliki mpira 59%, pasi 362 pa mechi zinazofika, ikaishia makundi. Timu iliyoongoza kupiga mashuti mengi msimu uliopita ligi ya mabingwa, shots per match ni Yanga ya Tanzania. Kila mchezo anapiga mashuti 14, mechi 6 ilipiga mashuti 84. Alafu ilishia wapi? Ilishia hatua ya makundi. Kwa hiyo nimejaribu kugusia ni kwamba kwenye CAF watu wanacheza kimbinu sana. Hawa FAR Rabat cheza yao wakati mwingine, kwa mfano wakati wanapata matokeo mazuri, wanakuachia umiliki mpira, halafu wanakamata nafasi, wanakuachia possession, wanachukua position, wanakudhuru kwa counter. Wakishafunga goli kama zilivyo timu zote za kaskazini mwa Afrika, kule UNAF, wengine ita Ittihad Shamal al-Firqiyya li Kurati al-Qadam, ni Sekafa ya kule. Cheza yao, ustarajie mpira mzuri mechi zote za watu wa kule. Yaani kwamba si ilo soka sambuza, soka biriani, la hasha. Utafungwa goli hata la ugoko, baada ya hapo wakifunga goli watajiangusha hao. Watakuwa mpira ukitoka wana move sluggishly, kama wataki watakuwa wanabishana na mwamuzi ili muda uishe, ndio cheza yao, kwa sababu michuano ya CAF ni kama vita na pesa nyingi. Uzuri wake Yanga hivi sasa kwa rasilimali watu uwanjani, kikosi, wana wachezaji wazuri sana. Yanga washakuwa wazoefu, ndio timu ya kwanza ya Tanzania kwenye ligi ya mabingwa hatua makundi, inafuzu mara 3 mfululizo. Nazungumzia ligi ya mabingwa. Mwingine sasa, mbona Yanga yenyewe hii sio mara 3? Maana walishiriki hatua ya makundi mpaka finali kombe la shirikisho mwaka 2022. Ile ni kombe la shirikisho. Nazungumzia mfululizo ligi ya mabingwa. Kwa hiyo wana uzoefu. Wakishindwa ndio wao wenyewe. Lakini FAR Rabat pamoja na uzuri wao wote, wana weaknesses zao. Moja wapo, timu inategemea mno wachezaji wawili katika kufunga. Hawa ikiwezekana kwenye mipango ya Yanga pamoja na mbinu nyingine za Pedro Gonçalves, lakini kuna wachezaji wawili very special huwa wanaleta madhara kwa wapinzani. Ilitokea hivi. Yanga walichukulia poa na kwenda kucheza na Silver Strikers. Tulizungumza majukwaa mengi, nyinyi mlizungumza. Kuna mchezaji anaitwa Uchizi Vunga, huyu ni hatari, ndio kiungo bora wa Malawi, alikuwa amefunga mabao 4, assist 10, lakini kwenye mechi na Silver Strikers Malawi alichukuliwa poa. Wakati mwingine mnacheza dhidi ya timu, lakini kuna wachezaji mmoja wanaleta madhara. Uchizi Vunga akisababisha Yanga alifunga 1-0. Walipokuja kwa Mkapa, Uchizi Vunga alipotezwa. Kwa hiyo kumbe angepotezwa hata kule, pengine Silver Strikers wasingetikisa Yanga. Sasa kwenye mchezo huu dhidi ya FAR Rabat, wana wachezaji wawili, wao ndio kama hirizi. Wachezaji wao wote ni wazuri, kitu cha kwanza. Lakini kuna hawa wawili wana madhara makubwa. Msimu huu kwenye ligi kuu ya Morocco, FAR Rabat mpaka sasa wamecheza mechi 8. Kwenye mechi 8 wamefunga mabao 14, wameruhusu goli 1. Wanaokuta imara sana. Lakini wana pointi 18, performance ya 75%. Kwenye mabao 14, mabao 5 yamefungwa na kiungo ukabaji kwenye mfumo wa 4-2-3-1 baada ya golikipa Reda Ahmed Tagnut. Mudathi Yahya basi wao ambaye ni kiungo ukabaji lakini box to box. Huyu ana balaa, anapatikana kushoto kulia, kiungo ukabaji.
lakini ndo anamtegemea kufunga. Ameshafunga mabao 5, ana assist 1. Mgongoni nambari 34. Ndio mchezaji bora wa michuano ya CHAN hivi karibuni. Timu ya taifa alikuwa anavaa namba 24, lakini mule anavaa namba 34. Ana hatari sana. Halafu kuna mwamba anaitwa Yusuf El Fahli, mgongoni namba 7. Ni kiungo ushambuliaji kutokea kulia, lakini ameshafunga mabao 4, ana assist 1. Ukihesabu vizuri hapa, wachezaji wale wamechangia mabao mangapi? 11. Faraba mpaka sasa washafunga mabao 14. Ukizungumzia mabao 11 katika 14, maki 79% ya mabao yote ya Faraba yamewategemea hao wawili. Kwa sababu hiyo, ni kweli kuna namna kucheza kama na timu. Ile ni timu, lazima mcheze na timu, sio mchezaji mmoja mmoja. Lakini wakiminywa hawa, kwa kiasi fulani inapunguza makali yao. Ni baadhi ya maeneo kuangalia. Lakini kwenye kuadhuru, beki wa kushoto kuna mchezaji anaitwa Thor Carneiro. Huyu ni mchezaji wa kimataifa wa Angola. Wakati Pedro Gonçalves akifundisha timu ya taifa ya Angola, huyu alikuwa na Santos katika klabu ya Petro Atletico. Kwa hiyo timu ya taifa alikuwa anacheza. Sasa hivi yupo naye katika Faraba, beki wa kushoto. Mechi 8 hizo amecheza mechi 6. Ni mzuri sana kupanda, staili yake ni design za Mohamed Hussein Shabalala, mabeki wetu wa pembeni kwa Tanzania, kina Shomari Kapombe, akina Isla Patrick Mwenda, anaanzisha mashambulizi mzuri, lakini ana weakness yake. Anategemea sana gula kushoto na ndio maana beki wa kushoto. Sasa Yanga wanao wachezaji ambao wanaweza kumdhuru, kwamba wale ambao wana mguu kama wake, unazungumzia kina Ofench Kolo, unazungumzia Celestine Ekiwa, paka umwataki enda japo mguu wa kulia, wakiwa wanapita kwenye mguu wake wa kushoto huwa anapitwa sana. Kwenye ligi ya mabingwa kwa mfano, msimu wa kwa ufupi tu hivi karibuni amepitwa mara 38 kwenye eneo lake. Ni kwa sababu wanaopita wanapita upande wa mguu wake dhaifu wa kulia. All in all ni mechi nzuri sana, mechi ya mvuto, lakini itakuwa ya kimbinu sana. Matarajio ni kuona Yanga wakitumia vyema uwanja wa nyumbani New Amani Complex visiwani Zanzibar ili wafanye vizuri. Kocha mwenyewe anafahamu vizuri, lakini mashabiki watekeleza wajibu wao, waujaze uwanja wa New Amani Complex, washangilie mwanzo mwisho. Kuna nyakati timu inaweza ikawa sio ndio inayotawala mchezo. Yaani kuna nyakati ambazo Faraba watakuwa wazuri, mashabiki wetu nao wajifunze kwa michuano ya CAF kuwa na vibe lile lile la dakika 100% kwa dakika 90. Timu inapozidiwa sio wakati wa kuwadoro, sababu mnakuwa mnawasaidia wapinzani. Zomea basi ili wasitekeleze mipango wanaopewa na kocha Santos. Lakini vinginevyo naona upo uwezekano kwamba kama wachezaji watatimiza vyema mipango kazi ya mwalimu Pedro Gonçalves, mashabiki watekeleza wajibu wao kama mchezaji wa 12 kushangilia, Yanga inaweza kupata kitu vizuri tu na kuanza vyema katika kundi lao ambalo ndio kundi pekee lina timu zinazotoka kwenye ligi 5 bora tu barani Afrika. Kwa sababu kuna Al Ahly ya Misri ambayo inatoka katika ligi namba 1 kwa ubora na ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika. Timu nyingine ni ipi? Unazungumzia Yanga. Yanga inatoka katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika hivi sasa tunapozungumza kwa viwango vya CAF, ikiwa na pointi 73 baada ya Azam na Singida Black Stars kuongeza pointi zenyewe zinashika nafasi ya 55 kutoka 0. Ni ligi very strong, lazima tulijue na chomekea hapa na Tanzania tujue tuko vizuri. Lakini Faraba inatoka katika ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya Morocco. Halafu kuna JS Kabylie inatoka katika ligi namba 4 kwa ubora ya Algeria. Star wao ni pamoja na Babakar Sarr. Mechi ijayo ndio watakaocheza na Yanga, yani baada ya mechi dhidi ya Faraba. Kwa hiyo ni kundi pekee lenye timu zinazotoka kwenye ligi 5 bora tu. Pengine kuna mchanganyiko. Hakuna mechi nyepesi, hakuna mechi ngumu, inategemea mjipanga vipi kutumia vyema uwanja wa nyumbani. Sio maana alichofanya Al Hilal Omdurman dhidi ya MC Alger. Vurugu nini mradi kushinda. Michuano ya CAF ndivyo ilivyo. Soka sambusa, soka biriani sio wakati wake katika michuano ya CAF. Ukilicheza soka sambusa halafu ukashinda, well and good, excellent. Lakini ikibidi acha hiyo soka sambusa, soka biriani, pata matokeo. Kwa sababu msimu uliopita nimekwambia kilichowakwaza Yanga baadhi ya mechi, kwa mfano wamecheza dhidi ya MC Alger, Yanga wamiliki mpira 65%, Yanga wapiga mashuti 18. MC Alger wakijua wanataka sare yoyote ili wasonge mbele, walimiliki mpira kwa kiasi kidogo sana. Mashuti waliopiga mechi nzima mashuti 3, muda wote kila wakiguswa wamekaa chini wamelala. Ukilala chini unapoteza muda, alafu pia inawavuruga nyinyi kisaikolojia, mnakasirika sasa. Matokeo yake mtekeleze mipango ya kiufundi kutoka kwa mwalimu. Mechi kiisha mnaishia tu tumupige mwingi mno, bahati yao wale, isingekuwa Dube, hizo story hizi zisiwepo. Kwenye CAF msisitizo, hakuna soka sambusa, soka biriani, na hili mashabiki ndio muhimu sana. Maswala timu inashinda, na watu wasikia hii timu inashinda, lakini hatuielewi.
haiko hivyo. Timu zetu zimeimprove sana, mashabiki ni vizuri. Unaona anazungumza sana kuhusu mashabiki. Tujue kwamba Yanga watapokuwa uwanjani, Simba, Azam, Singida Black Stars kwenye michuano ya CAF wamemiliki mpira, sija wajamiliki, sija wacheza mpira la kuvutia, wanachotakiwa kushinda. Full stop. Shukrani sana. Shukrani jazila.